Huyo unayemuona hapo pichani sio binti wala sio mrembo. Huyo ni mtoto wa kiume anaitwa Jack Dona. Ni shoga maarufu sana mitandaoni, shoga maarufu ambaye amekuwa akijiweka wazi juu ya vitendo vyake, juu ya mambo ambayo anayafanya katika kutamani kuwa mwanamke na kufanya vitendo vya kike. Na hiyo ndio siku ya birthday yake, siku yake ya kuzaliwa, ambapo alikuwa amealika watu kadha wa kadha, ikiwemo baadhi ya watu ambao pia na wao ni mashoga, na hata yeye mwenyewe akiwa amevalia katika mavazi ambayo ni ya mwanamke kabisa. Yani kama ukiangalia katika hizo picha hapo pembeni, akiwa amevaa gauni lake vizuri, lakini pia makeup imekaa mahala pake, wigi pale la kike. Lakini pia katika hizo video utaweza kumuona James Delicious, moja kati ya mashoga maarufu hapa nchini Tanzania, ambao pia wamekuwa wakizungumzwa kwa muda mrefu juu ya vitendo vya ushoga ambavyo wamekuwa wakiendelea kuvifanya. Lakini pia amekuwa akifanya hiyo shughuli ama birthday yake katika kusherehekea na watu mbalimbali, na birthday yake aliweza kuiandaa kwa ukubwa wa namna yake. Sasa utaweza ukajiuliza ni wapi watu hao wanapata pesa na ni kwa namna gani ambavyo wamekuwa rahisi wao kufanya vitu hivi wazi kabisa. Na hapo unavyoona Jack Dona akiwa anaendelea kufurahia na kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Unaweza kusema ni binti ama ni mrembo gani huyu, lakini huyo ni mwanaume na majina yake halisi anaitwa Ibrahim. Na Jack Dona ni majina ambayo amekuwa akipewa na marafiki zake wa kike pamoja na watu ambao wanafanya vitendo vya namna yake, kwa maana ya mashoga wengine. James Delicious ni moja kati ya wageni waalikwa ambao wamekuwa wakialikwa katika birthday hiyo ya Jack Dona ambayo imefanyika siku ya Jumamosi ya mwezi huu wa 5, na palikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiendelea pale. Sasa hili ninaweza likakushangaza kidogo kutokana na haya ambayo yamekuwa yakiendelea hapo, na kwa namna ambavyo dunia imekuwa ikienda kwa kasi sana. Wakati mwingine unaweza ukasema ni kama vile vitu hivi vinaendelea kukua kwa kasi sana. Hili ni jambo ambalo la kushtusha, lakini pia la kustajabisha, lakini pia la kushangaza pia, lakini pia ni jambo la kukemewa kwa vikali kutokana na vile ambavyo vimekuwa vikiendelea. Historia fupi ya huyu Jack Dona, ambapo alisema yeye alizaliwa na bibi yake kwa sababu mama yake alimtelekeza akiwa na umri wa miezi 8, na baba yake na mama yake walikuwa ni wacheza bendi, wale madensa, ambapo walipata mimba yake bila kutarajia. Hivyo mama yake akaamua kumtelekeza kwa rafiki yake na kwenda kumpeleka kwa baba yake. Hivyo baba yake kumpeleka kijijini kwa bibi yake na akalelewa huko, na ndiko huko ambapo alianzia vitendo hivyo vya ushoga akiwa tangia yupo mtoto darasa la 6, na ambapo anasema bibi yake mwenyewe anaelewa tabia zake ambazo alikuwa akizifanya tangia yuko huko kwa bibi yake, ambako alisema ni mkoa wa Mtwara. Mambo mengi ambayo ameyazungumza Jack Dona ambayo anaweza kukuacha mdomo wazi na kukustajabisha, ikiwemo kushiriki katika video chafu, video za utupu, na kushiriki katika mapenzi na mbwa, lakini pia kushiriki katika mapenzi ya jinsi ya moja na wanaume zaidi ya mmoja, kupelekea mpaka ya kufanya vitu vingi sana, ikiwemo kuuza mwili wake na kufanya vitu vingi ambavyo jamii imekuwa haipendezwi na matendo yake, na watu wengi wamekuwa wakilaani vitendo ambavyo wamekuwa wakivifanya, na watu wamekuwa wakiendelea kukemea vitendo hivi, kitu ambacho yeye amesema kwamba hajali juu ya watu watazungumza nini, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha na kuwataka wazazi kuweza kuwalea watoto wao katika maadili yaliyokuwa bora zaidi, ili kuweza kuyaepusha haya, kwa sababu kwa sasa dunia imekuwa ina mambo mengi yaliyokuwa maovu. Hivyo viongozi wa dini mbalimbali, lakini pia wazazi kushirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kulea watoto wao kwa ufasaha na kwa usahihi na kwa umakini. Tupunguze ubize wazazi na kuwatelekeza watoto, kwa sababu dunia imechafuka na vitendo hivi vimekuwa vikienea
kwa kasi kila siku ambavyo zinazidi kwenda. Mashoga lakini pia wasagaji wamekuwa wakiendelea, lakini pia hata watumiaji wa hao mashoga wamekuwa pia nao wamekuwa wako wengi. Tulikemea hili kwa pamoja ili kuweza kuepusha vizazi vingine vingi ambavyo vinakuja. Hivyo kwa haya na mengine mengi zaidi, endelea kuwa karibu na Perfect Bongo TV ili endelee kupata habari na matukio kede kede ambayo yanazidi kutokea hapa. Sasa endelea kusubscribe, endelea kulike, kucomment na kuzungumza chochote kuhusiana hiki ambacho nimekuletea leo, mdau wangu wa Perfect Bongo TV. Yes, we are perfect.